Ni yapi maksadi al-maana katika maneno haya ya Bi Aisha kwamba mtume ilikuwa hazidishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan wala fi ghairihi, wala katika mwezi mwingine usiyekuwa wa Ramadhani. Jamani, mtu akija akakwambia hii ndiyo swala ambayo mtume alikuwa anaiswali, msikilize Bi Aisha, acha kukurupuka wewe. Sawa, mtume ilikuwa hazidishi katika mwezi wa Ramadhani na mwezi usiokuwa wa Ramadhani rakaa 11. Kwa maana hii swala anayoikusudia Bi Aisha sio swala hii inayoswaliwa mwezi huu peke yake. Kuna swala nyingine ambayo ilikuwa ikiswaliwa na bwana mtume mwezi huu na nje ya mwezi huu pia ikiswaliwa. Hiyo ndio swala anayoikusudia, kwa sababu amesema fi Ramadhani wala fi ghairihi, kwenye mwezi wa Ramadhani na kwenye mwezi usiyekuwa wa Ramadhani. Kwa maana hiyo, kama itakuwa ni swala ya tarawih, utatuambia wewe unaidai kwamba hii ndio hadithi inayokupa nasul ishara. Tuambie, je, baada ya swala ya tarawih kwenye mwezi wa Ramadhani, swala hiyo ya tarawih inaswaliwa kwenye mwezi gani mwingine? Kwa sababu hii hadithi inafanya ilsaqi ya maungano baina ya mwezi huu wa Ramadhani na mwezi mwingine. Hiyo swala mtume ilikuwa haiachi na anaiswali wala hazidishi. Ni swala gani? Ni swala gani? Ndio maana wanachuoni wakatuambia kwa sababu hii swala kwanza haikubali kuitwa tarawih rakaa 8. Moja ya hoja. Mbili sawa, wala fi ghairihi, hakuna sawa tarawih katika mwezi mwingine. Kwa maana kuna swala inayokusudiwa hapo, ile swala inayokusudiwa watu wameiacha, wameipachikia wao kwa sababu ya uvivu wao, alafu akadai ndio swala aliswali bwana mtume ndio ikaitwa tarawih. Ni uongo mtupu. Inshallah, ngoja tukipata nafasi tutaje kuizungumza vizuri ni swala gani hiyo ambayo ndiyo imekusudiwa hapo inshallah.